Kwa majina naitwa Agnes Kirato, ni mshauri kwenye upande wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kutoka shirika la THPS. Na shirika la THPS linatekeleza mradi wa Paza Sauti Plus. Mradi huu umefadhiliwa na kampuni ya insurance inaitwa Sanlam Insurance, na kupitia ufadhili huu wa Sanlam Alliance tumefanikiwa kufika Kahama, na mradi huu utatekelezwa katika kata mbili, kata ya Nyasubi na kata ya Malunga, na kata hizi mbili zinahudumia vituo viwili vya afya vikubwa ambayo ni Kahama hospitali pamoja na kituo cha afya cha Nyasubi. Tumechagua kufanya mradi huu katika wilaya ya Kahama kwa sababu ni maeneo ambayo tunaona kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kuweza kuboresha utoaji wa taarifa za ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto, lakini vile ukusanyaji wa uchunguzi wa kisayansi ambao utawezesha upatikanaji wa haki kwa manusura wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Na mradi huu utatekelezwa kwa muda wa miezi 6 kuanzia mwezi huu wa 5 mpaka mwezi wa 11. Naitwa Mohamed Mdem, natoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kitengo cha sheria. DNA ina uwezo kutuambia daktari umethibitisha huyu aliingiliwa, ila DNA inaweza kutuambia aliyemwingilia huyu ni nani. Sawa? Kwa hiyo ule ushahidi wetu wa zamani, tunajua manusura wengi wanashindwa pengine kujieleza vizuri. Kushindwa kesi sio kwamba kesi mtumiwa hajatenda kosa, si ndio? Wakati mwingine ametenda kosa, lakini technicalities, kushindwa kujieleza vizuri kunaweza ukasababisha kesi tukashindwa. Kuongezeka kwa eneo la DNA limeongeza nguvu sana kwenye kujenga ushahidi. Teknolojia haiongopi, teknolojia inaongea yenyewe. Kwa ndio maana leo hii tunahamasisha sana matumizi ya DNA kwenye kujenga kesi zetu mahakamani. Ni mafanikio makubwa yamepatikana kutokana na ushahidi wa DNA. Swala la ushahidi wa kisayansi au uchunguzi wa kisayansi ni jambo la msingi sana kwa sasa katika kuhakikisha haki inatendeka, na sio tu inatendeka bali inaonekana ikitendeka. Kumekuwepo na changamoto hapo awali katika kuhakikisha muhusika au mtuhumiwa aliyefanya kile kitendo kweli anabainika ni yeye bila kuonewa na anachukuliwa hatua stahiki. Kama ambavyo tunafahamu, masuala mengi ya ukatili wa kijinsia kama si yote yana constitute ni offense, yani ni jinai. Mambo mengi sana ya ukatili yanapelekea kwenye ujinai, na ujinai kama ujinai ni kosa ambalo inabidi lithibitishwe mahakamani, na kiwango cha kuthibitisha kosa la jinai kipo juu, ni kiwango ambacho kisichoacha shaka. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana kuweza kujengewa uwezo katika tasnia hii ya ushahidi wa kisayansi. Lengo ni kuendana na mabadiliko jinsi dunia inavyokwenda, mapinduzi ya kiteknolojia. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena tunashukuru THPS kwa kuweza kutoa mada hizi kwa walengwa wakubwa. Kwa majina naitwa Cecilia Marciali, ni afisa ustawi wa jamii manispaa ya Kahama, lakini pia niko kituo cha afya Nyasubi. Leo tunashukuru wadau wetu wa THPS kwa kutupatia mafunzo ya namna ya ukusanyaji wa sampuli pamoja na ushahidi wa kisayansi kwenye matukio ambayo yanatokea kwenye ukatili wa kijinsia, lakini ukatili dhidi ya watoto. Mafunzo haya yatatusaidia sisi kama wataalam katika kukusanya ushahidi, lakini pia itatusaidia zaidi katika kuelimisha jamii yetu kwenye namna ya kutunza ushahidi pale ambapo ukatili unatokea. Kwa mfano, mtoto labda anapopata changamoto ya ukatili ule wa kijinsia, anapokutana na changamoto hiyo, tutaielimisha jamii kwenye namna ya utunzaji wa ushahidi. Na mara nyingi tumekuwa tukipokea kesi lakini unakuta ushahidi ule umeshapotezwa, aidha mtoto labda ameogeshwa au zile nguo kubadilishwa. Lakini kupitia mafunzo haya yatatusaidia pia sisi wataalam katika kuelimisha jamii ni kwa namna gani wanaweza tukapata ule ushahidi kamili na ile haki ikapatikana kwa yule mhanga ambaye amepata tukio hilo. Kwa majina naitwa Basidosa, daktari kutoka kituo cha afya Nyasubi. Kwa kuwa sisi kama watu ambao tuko karibu sana na jamii na matatizo ya jamii kwa mara ya kwanza yanatufikia sisi, mafunzo haya yatatusaidia kwa wepesi mkubwa sana, kwa sababu jamii imekuwa ikihangaika na kuna wahanga wamekuwa wakipata hii shida katika namna ambayo
sivyo. Yani mtu anaweza kuwa amehukumiwa katika namna ambayo sio yeye amehukumiwa, lakini kwa kutokana na mafunzo haya yanaweza akatusaidia kubaini yupi ni mhusika hasa ambaye anatakiwa kuchukuliwa hatua katika majanga ya ukatili wa kijinsia. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.